Tunaenda kujifunza kuhusu majira. Bwana Yesu asifiwe. Majira katika maisha ya mwanadamu. Katika maisha ya mwanadamu kuna wakati ambapo tunapitia vipindi vingi. Na katika hizi vipindi ndivyo vinaitwa majira tofauti tofauti. Haleluya. Na sote kama wanadamu tunavipitia. Hakuna yule mzuri sana ama mkamilifu sana kushinda huyu Yesu ambaye pia yeye alipitia. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ni lazima sote pia tupitie katika vipindi hivi vya maisha. Haleluya. Si ati ni Mungu amekuacha ama Mungu amekutenga ama umewacha na wenzako, lakini ni lazima. Ni kitu cha kawaida katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwokovu, uwe unamtumikia Mungu, hizi vipindi vyote ni kawaida. Haleluya. Kuna vipindi vingine machoni pa mwanadamu, mimi kama mimi, vinaweza nilemea, vikawa ni uchungu sana katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Vikachukua muda mrefu sana mpaka ukamuuliza Mungu maswali mengi, lakini kumbe ni majira ya hicho kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Ni majira ya hicho kipindi mpaka utakavyotoka salama. Haleluya. Na katika hizi vipindi vyote bado Mungu huwa anakuwa na sisi. Jambo la maana kama wewe mwokovu ni kutambua kuwa haya majira ni majira gani katika maisha yangu. Kuna majira ya kulia, kuna majira ya kucheka, kujawa na furaha, kuna majira ya vita, kuna majira ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna majira unafaa kunyamaza na kuna majira unafaa unene. Kuna majira ya kuomba, kuzama sana, na kuna majira ya kutulia, mahali usikize mbingu zinasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni majira yote tunapitia sote. Hakuna mtu ambaye hapitii hayo majira. Tofauti ni kipindi mimi ninapitia kipindi cha kucheka, mwingine anapitia kipindi cha kulia. Bwana Yesu asifiwe. Na kipindi mimi nimeanza kipindi changu cha kulia, yule naye ameanza kipindi cha kucheka. Bwana Yesu asifiwe. Na vyote tunafaa tumwamini Mungu. Na vyote tunafaa tusimame bado tukiri Yesu ni Bwana. Maana hivi vipindi vyote vimetengenezwa kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda unatengenezwa na nini? Ndio usimame ushuhudie, kama si Mungu alinifanyia ile, kama si Mungu alinitoa pale. Huo ushuhuda unatengenezwa vipi? Inamaanisha ndio usimame ushuhudie, kuna kipindi nyuma yako umepita kipindi fulani ambacho kilikuwa ni cha machozi. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kipindi ndicho kipindi kinachozaa ushuhuda. Ndio usimame uambie mwenzako, ni Mungu alifanya, ni Mungu alinitetea, ni Mungu alinipigania. Kama si Mungu singekuwa hapa mahali nipo, kama si Mungu singekuwapo. Hicho kipindi kilikuwa ni majira yako ya kufinyangwa, ya machozi, ili utoke na ushuhuda ufike kipindi cha kucheka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kipindi unachopitia majaribu kama hayo, usione kama ni mimi tu na huwa napitia. Hapana. Ni majira hayo. Kuna kipindi utatoka na ushuhudie umeanza kuvuna. Haleluya. Kuna kipindi cha kupanda alafu uanze kuvuna kile umepanda. Bwana Yesu asifiwe.
Usipopanda utakula nini? Usipopanda utavuna nini? Lazima kuna kupanda, na kuna kupanda lazima kuna gharama. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa ni msimu wa kunyesha. Najua sasa sehemu nyingi kuna kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Ugaramike, ununue mbegu, nguvu zako za kwenda kulima, upalilie, ungoje paka iive, ndio upate nafasi sasa, maandalizi, kila kitu kishakomaa, upate kukula. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kipindi cha kupanda, majira ya kupanda. Lazima upande ndio uvune. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti ni wakati mwingine sisi kama wanadamu tunasahau, ama kunaleta confusion fulani, ama kuna vipindi vya kupanda lakini wewe haupandi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vipindi vya kupanda unafaa upande lakini haupandi. Wenzako wakianza kuvuna, wewe ndio unaanza kupanda. Yaani hapo katikati kuna vipindi vimekuja katika maisha yako, lakini hauna ufahamu hiki ni kipindi cha kupanda ama ni cha kuvuna. Wenzako washapanda kitambo, wanavuna, lakini wewe ndio unaamuka sasa unaanza kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Sema si mimi. Mimi lazima nipande kwa wakati na nivune kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kama maono ambayo Mungu alipea mtumishi wa Mungu kuwa huu mwaka ni wa kuvuna, ni mwaka wa mavuno. Wanatrolik ni mwaka wa kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Nani ashaanza kuvuna? Mimi nishaanza kuvuna. Haleluya. Ama unapanda? Kunaye mwenye anapanda sasa trolik. 2026 ni mwaka wetu wa kuvuna. Haleluya. Na tunaaminia Mungu kwa mambo makubwa, maana ni mwaka wetu wa kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukipanda hicho kipindi. Saa hii sasa ni Mungu anatulipa gharama, tumelipa. Saa hii ni wakati Mungu amesema wacha troliki tuvune. Na wewe ukiwa mwana troliki uko mmoja wa wale ambao watakaovuna. Unakiri, unatembea na maandiko ya kusema huu mwaka ni mwaka wangu wa mavuno, na nitavuna kwa jina la Yesu. Chochote nitakachofanya nitavuna kwa mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu msomaji wangu anisomee Mhubiri 3 kuanzia 1 mpaka 8. Majira. Ambia mwenzako majira. Unatambua ni majira gani sasa? Uko majira gani kwa sasa? Uko katika majira gani? Mhubiri 3 kuanzia mstari wa kwanza. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Mstari wa 6. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Mstari wa 9. Je, sawa, asante. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hayo hii ni majira ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe.
kila wakati, kila kitu kina wakati wake. Lakini ombi langu Mungu akusaidie kuwa ukifika katika kipindi cha kuvuna ama kufurahia, umepitia kipindi cha vita ama kulia, Mungu akusaidie ufikie kipindi cha kupata amani na kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapo katikati, niseme for example kama mhuduma ama mshirika tu wa kawaida, umejitoa kuja kanisani kumtafuta Mungu usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya changamoto ya maisha yapo, lakini umeamua mimi nitamtafuta Mungu usiku na mchana mpaka ipo siku najua Mungu atanilipa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitamtumikia Mungu hata katika hiyo hali, mimi nitajituma kumtumikia Mungu mpaka ipo siku Mungu mwenyewe atajidhihirisha katika maisha yangu, nami nisimame nishuhudie kuwa ni Mungu amefanya kwa ile kazi nimekuwa nikifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapata katika hizo kipindi karibu tu upate nafasi ya kupata sasa matunda yako, hapo ndipo confusion inaingililia. Bwana Yesu asifiwe. Unapata unatolewa katika laini yako, instead ya kwenda kuvuna hata wewe usikie uzuri, kicheko, kipindi cha kucheka kikufikie, ucheke katika maisha yako, seme kwa kweli Bwana ametenda, kwa kweli ni Mungu ametenda. Hapo shetani anakuiba. Bwana Yesu asifiwe. Yani umekuwa faithful servant, yani umejituma kumtafuta Mungu miaka zote, umesimama kwa wokovu, umejua najua ipo siku Mungu atanilipa. Lakini shetani anajua kesho yake, vile vile Mungu anajua kesho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anatafuta mbinu hivyo hivyo venye umefanya kazi kwa Mungu, wakati unaenda kuvuna sasa, hapo ndio shetani anakuiba. Haleluya. Hapo ndio shetani anapata nafasi ndani yako, anakutoa katika laini ya kwenda kufikia baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Kumngoja Mungu inahitaji neema. Bwana Yesu asifiwe. Si rahisi kumngoja Mungu kwa miaka, inahitaji neema ya Mungu. Lakini be very keen wakati unamngoja Mungu. The more unamngoja Mungu, imani yako inafaa ikuwe inaendelea kuongezeka, haifai kupunguka. Wakati itaanza kupunguka, hapo ndipo shetani atakutoa katika malengo yako. Na Mungu ashakuandalia, najua huyu mtoto namtunza. Bwana Yesu asifiwe. Nitamtunza siku fulani, mwaka fulani, maana amekuwa mwaminifu katika hichi kipindi. Kimekuwa kipindi chake cha kuningoja na kunisubiri katika machozi, na kwa kweli amesimama. Lakini sasa shetani naye anajua huyu kuna nafasi nataka nipate ndani yake, ili nimpige asipate kile ambacho Mungu amemwandalia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu shetani asikutoe katika malengo hayo. Shetani asione baraka ambazo Mungu amekuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo unasikia mtu anasema nimeomba sana, nimechoka, nimeenda kanisa sana, hata nimeamua kukaa kwa nyumba. Ashaondolewa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Ashakamatwa tayari, anga yake ishakamatwa tayari, ashakalishwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Hana nguvu, hana tena hiyo tamaa ya kwenda kumtafuta Mungu, licha ya kumngoja Mungu hata miaka 10. Mwaka wa 11 ndio ulikuwa mwaka wa majibu yake. Lakini hapa katikati tu ndio afikie baraka, shetani anakuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Vipindi vingine ni vigumu na ni vikali wapendwa, lakini ndani ya hiyo kipindi bado unafaa umngoje Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
vingine ni vikali, hata ni vigumu kumweleza mtu. Unashindwa hata huyu mtumishi nitaendaje nimweleze, hata huyu rafiki yangu atanionaonaje. Lakini ni kipindi chako ambacho hakitakaa milele, bali ni cha muda, ili Mungu akusimamishe ukatoe ushuhuda kumtia mwenzako moyo. Bwana Yesu asifiwe. Vingine si vya kueleza, ni kujifungia chumbani na kulia. Na tunaruhusiwa, maana tunaambiwa kuna kipindi cha kucheka na kulia. Maana kulia basi pia inatuliza moyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika hicho kipindi unashindwa hizi shida nitaeleza nani? Mwenzako kula anacheka anafurahia, Mungu nilikosea wapi? Mengine ni shetani anatufunga kamba, sawa? Lazima tupige maombi sawa sawa, hizo kamba zikatike. Mengine ni shetani, yani ametushusha chini mpaka tumejidharau, mpaka tusimame na maandiko tuseme Mungu ndiye nguvu zangu. Lazima nitasimama mahali hapa na nitasonga mbele, maana ni shetani alikuweka mahali hapo. Hiyo ni kupiga maombi, shetani akuachilie usonge. Bwana Yesu asifiwe. Kukata minyororo ya shetani. Kunazo vipindi ni vya shetani na kunavyo vipindi Mungu ameruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Kunavyo vipindi Mungu ameruhusu. Kama ni kipindi chako cha kulia, lia. Bora ujue hichi Mungu anahitaji ni neema yako tu. Maana maandiko yanasema hata tutoa, bali atakuwa ndani na sisi. Ndani hapo atakuwa na sisi. Anakuangalia tu venye unazunguka na machozi, lakini anajua ili tatizo halitakumaliza. Ni muda nimekupa tu. Next time ni kicheko, usimame na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Si la kukumaliza mpendwa, bali ni la kukujenga kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Hata liwe gumu vipi, unasikia moyo unalia. Wakati mwingine unasikia ni kama ni mshale umedunga moyo. Unasikia ni kama hapa mimi sitaweza. Naona hapa Mungu siwezi. Lakini hapa ambia Mungu, nipe neema ya kuvumilia mpaka hichi kipindi kiishe na mimi nishuhudie na kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaona ni kigumu vipi, yupo Mungu wa mbinguni. Haleluya. Yupo Mungu. Yupo Mungu. Mungu awe nguvu. Wengine wetu Mungu ndiye nguvu zetu. Hatuna kimbilio lingine, hatuna. Wakituambia tuache huyu Mungu tutaisha. Sisi tumemalizwa, tutamezwa na hii dunia. Ndio maana tumekwama kwa Mungu. Haleluya. Tumekwama kwa Mungu, tuna sababu. Maana tunajua huyu ndio nguvu zetu. Sina mwingine, nitamkimbilia nani? Nikimwacha huyu nitamkimbilia nani? Katika hizo vipindi vya kufinyangwa, vipindi vya kupigwa sawa sawa. Maana tunaambiwa katika hichi kitabu kuwa kuna vipindi vya vita. Je, vipindi vya vita usipokuwa na Mungu, vita vyako utavipeleka wapi? Kuna vipindi vya amani na vipindi vya vita. Katika hiyo wakati wa vita, wewe utapeleka wapi vita vyako? Utasimama na sword? Utasimama na mangumi kupigana? Utaweza? Lazima ujue hizi vipindi vyangu. Sasa niko katika vipindi vya vita. Mungu, kama ni wewe umeruhusu nipitie katika hizi vipindi vya vita, Bwana basi nipe nguvu. Nahitaji neema yako, nitembee na wewe katika hizi vipindi. Nitakapotoka nishuhudie kuwa ni wewe uliyefanya. Bwana Yesu asifiwe. Si rahisi, lakini ukiwa na Mungu anakutia nguvu. Ingawa hata nje inaonekana umepigika sawa sawa, lakini ndani yako nasema Mungu, hata ruhusu nizame, nitasimama hadi nimalize hichi kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo si rahisi, zinahitaji mkono tu wa Bwana.
Wengine wetu tumekwama hapo, tunajua sababu, tunajua ni kwa nini. Mimi mtu akanitoa kwa Mungu, amenimaliza. Mimi nimeisha. Unasikia kuna kipindi ya Apostle huwa anasema wengine tungepelekwa soko, tungekosa bei. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mmoja wapo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata wakuniuliza unauzwa pesa ngapi, hangekuja. Hakunge kuwepo. Ndugu yangu huyu hapa shahidi. Ndiye alikuwa anakuja ananiona hospitalini kila mara nikiwa shule. Naambiwa kuja uchukue mtu wenu kila mara. Ningekosa bei. Hata wakuniuliza ningekosa. Lakini kumbe kilikuwa ni majira. Ili nisimame niseme kama si Mungu, ile majira Mungu alikuwa na mimi, maana shetani angenimaliza. Lakini Mungu hakuruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuruhusu Mungu. Alinisimamisha na udhaifu wangu mpaka akahakikisha ipo siku utatoka na ushuhudie mema yangu. Kilikuwa ni kipindi, kumbe yalikuwa ni majira. Kuna majira ya kulia, yalikuwa ni majira yangu ya kulia. Wazazi wangu walie, wengine wa faint, waseme amekufa. Kumbe ilikuwa ni siku Mungu anaandaa nisimame. Bwana Yesu asifiwe. Majira ni makali, mengine hata si ya kusimulia. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa class 7 nilipata, acha niwasimulie maisha yangu kidogo hapa, naweza kukutia moyo. Class 5 hapa, I think class 5 class 6 nilianguka. Backbone yangu niligonga mahali kama hapa kwa simiti. Ika crack. Sasa ku crack hapo ndio udhaifu wangu ulianzia. Nikapelekwa vipimo, wakasema lazima huyu mtoto achomelewe mgongo. Daktari wengine wakaambia babangu, huyu mtoto ni mdogo, ukimchomelea umemmaliza. Sasa babangu akawa confused, wazazi wangu akasema sasa nitamfanyaje? Daktari akamwambia kama unaweza nisikiza, wachana na hao madaktari wengine. Hata kama anasikia uchungu, uacha tu ameze hizi madawa hata kama ni kwa miaka, lakini usimpeleke kwa hiyo mashine. Babangu alifuata advice ya huyo daktari. Lakini naye wakamwambia huyu mtoto akiwa mkubwa asiwahi olewa, maana hataweza maisha ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Hataweza, maana mgongo wake inavyokaa imepinda, haiwezi, utampoteza. Baba yangu akaishi na hiyo hofu, nami nikaishi na hiyo hofu ikaniingia. Sasa mimi niliishi nikijua maisha yangu yote nitaishi kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Nilijua maisha yangu yote nitaishi kwetu. Babangu alikuwa amenipenda sana sana. Akaniandalia chumba changu, akaniwekea malazi yangu, hiyo ni nyumba ya mtoto wangu. Nikitoka nikiwa shule, vitu zangu anakunja, anaweka bedroom kwake. Hakuna mtu wa kulalia. Nikirudi anatoa, lala hapo mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yupo Mungu. Kipindi namaliza form 4, wakaniambia niende niishi na dadangu, na dadangu alikuwa ni nasi. Wakamwambia huyu mpeleke angalia au masista wanavyokaa, at least tumuingize huko. Bwana Yesu asifiwe. Nilifikia huko mahali, kitu kilichonitoa katika mikono ya dadangu ni kwenda kusoma Eldoret kwa bradangu. Nikakaa naye kidogo, nikakuja Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Na ile udhaifu wangu kando na mgongo, sasa madhaifu yameingia ya mwili kabisa. Sasa yamekolea sawa sawa. College maisha ni hivyo. Maisha ni kuanguka, kugonjeka, kupelekwa hosi, kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni nani? Akibadilisha maisha yako. Kumbe yalikuwa ni majira.
Bwana Yesu asifiwe. Hicho kipindi ningepelekwa soko, hakuna hata mwanaume angenisongea, hakuna. Maana angeona ni mifupa tu. Mwanamke ambaye hajui kupika, hajui, na ni kweli hajui, maana ningepika wapi? Kwetu singepika, ningeingia kwa jikoni mimi naanguka tu. Sababu ya moshi inanilemea. Kufua mgongo haiwezi bend. Itabend saa ngapi? Wewe utaweza maisha ya ndoa hivyo kweli? Lakini Mungu ashukuriwe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine ukiona tumekwama kwa Mungu, kuna sababu kwa nini tumekwama hapo. Tunajua ni wapi Mungu ametutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi changu cha kuolewa, mume wangu aliulizwa maswali, akaambiwa, unamuoa huyu? Kwanza mko wangu alimwambia, usijaribu, kama huna pesa usijaribu. Usijaribu. Akaenda nyumbani, akiwa ameketi na wazazi wake. Wazazi wangu wakamuuliza, utaweza? Nitaweza. Are you sure utaweza? Unamjua? Namjua. Utaweza? Nitaweza. Babangu akamwambia, unamuona hana hata alama hata hiyo moja, na akikushinda usimweke alama, niletee. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakunipea the desire of my heart, he gave me the best. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alinichagulia the best. Mtu mwenye angepelekwa soko angekosa, Mungu akanichagulia mtumishi wa Mungu ambaye sijaona kosa lolote. Bwana Yesu asifiwe. Vipindi ambavyo vilikuwa vya uchungu, wapendwa, vingine ni vikali, lakini nakulazimu uvumilie. Vingine ni vya kusema, utasemwa, lakini itabidi uvumilie. Bwana Yesu asifiwe. Vingine ni vya matusi, lakini itabidi uvumiliane hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna majira ya kunena na kuna majira ya kufanya nini? Kunyamaza. Mengine si lazima ujibu, mengine si lazima uongee. Hekima ya Mungu pia inapitia kunyamaza, ni hekima. Si ati wewe ni mpuzi, si wewe ni mjinga, hapana. Mengine si ya kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna majira lazima unyamaze, si kila kitu cha kujibu. Hata kama unaona hili limenidunga, hili wamenilenga, hivyo nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Maana ulimi nao, ulimi unaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi unawasha moto. Ulimi inaweza ikakuharibia kabisa hata ukiwa na heshima zako. Lakini kumbe kuna wakati mwingine unahitaji kunyamaza ili Mungu mwenyewe akupiganie. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, kama unajua Mungu kweli, hauna ile wakati wa kuharibu, kusema najibizana na mtu. Hizo nguvu unatoa wapi? Hizo nguvu za kujibu mtu unazitoa wapi? Kama unajua kweli vita vyako umeelekeza kwa Mungu, sumwachie Mungu, sufunge mdomo, unene ndani ya moyo, waambie Mungu, shuka na mwenyewe utende. Bwana Yesu asifiwe. Si kila kitu cha kunena. Haleluya. Naomba nisomee Methali 15. Methali 15 mstari wa kwanza. Nitasoma. Yes. Jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Mstari wa 3. Macho ya Bwana yako kila mahali,
yakimchunguza mbaya na mwema. Ulimi safi ni mti wa uzima. Amen. Bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi ya ulimi. Bwana Yesu asifiwe. No, maana katika Mhubiri tunaambiwa kuna wakati wa kufanya nini? Wa kunyamaza. Tuko pamoja? Kuna wakati wa kunyamaza. Ukisikia moyo umekataa, moyo umedungwa, ulimi unataka utoe maneno makali, ambia moyo wa nyamaza. Mungu nisaidie nifunge kinywa, nisije nikaribu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi si ati ukinyamaza watakubebaje, watanichukuliaje, kwani mimi ni nani ninyamaze na wameniva? La, wewe si mjinga, bali unatumia hekima. Bwana Yesu asifiwe. Si ati wewe ni mpole kiujinga, hapana. Ni hekima ya Mungu inakusaidia. Maana lile jambo ambalo utatoa katika ulimi wako, wewe kama mtu ambaye umeokoka, utalitolea hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Linaweza likakuharibia wokovu wako bure tu. Hasira inaharibu kila kitu. Hata kama ni machungu, basi nenda kwa magoti, ambia Mungu niko hapa. Sitaki kujibu, hili limenilenga, lakini sitaki kujibu, nisaidie ninyamaze. Mungu wangu ninyamaze tu mpaka wewe mwenyewe utanena. Ama Mungu akupe hekima utakavyojibu. Ujibu kwa upole. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Juzi nilikuwa Wednesday. Nilikuwa pale kazi. Nilikuwa na hang vitu zangu hapo nje. Nikasikia mtu anapita. Niko tu kwa barabara, anapita. Na ni watu najua hapo. Najua mimi ni mgeni hapo, kuna wenye wamekaa hapo miaka 10 na mmoja akapita. Nikasikia na shout, wewe ni adui wetu mkubwa, wewe ni adui wetu mkubwa. Sikujua. Mimi nikainua macho nikaangalia. Kumbe jirani yangu ashaiambiwa hivyo. Sasa akaona mimi nimelengwa, akaja. Akaniambia, Esther, wewe ndio adui. Mimi nikainua macho. Nikamtazama yule dada, nikamsmailia tu, nikacheka. Nikainamisha, nikaendelea kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mama jirani yangu akaniambia, Esther. Si kuniambia, ni kama anaongelesha yule, lakini anaambia, sasa Esther leta mwaga crocs. So umeleta mwaga. Kumbe anamuongelesha yu kwa niaba yangu. Mimi nikacheka tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi cha kuomba na kuna kipindi cha kunyamaza kumsikiza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ananiambia, wewe mama pastor hapa, una pastor wako, wewe ni mnyamavu sana. Namwambia, najua, ndani yangu najua vita vyangu ni vya wapi? Magotini. Bwana Yesu asifiwe. Waliniambia nikiingia nitangooka, hapo wananing'oa. Sijangooka. Sasa wanasema wewe ni adui. Sasa nikasema sawa sawa kabisa, wacha niendelee kuwa adui sasa. Bwana Yesu asifiwe. Maana huwezi jibizana, hutaweza vita vingine. Rudi kwa magoti, Mungu akupiganie. Bwana Yesu asifiwe. Nikasimama, nikaingia kwangu, nikaweka hapo glasi, nikakunywa, nikasaambia Mungu, kama haya umetenda. Hichi kipindi si cha kuomba, nimeomba Mungu. Sasa kama yale umetenda, kama ile umetenda, kama ulinitoa pale, kama kule ulinitoa, sasa hii pia utakosa kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi utaingia kwa maombi, kupiga maombi sawa sawa. Kuna kipindi lazima umtafute Mungu kwa machozi, kwa magoti. Kuna kipindi lazima ulipe gharama. Na kuna kipindi nikae nitulie nisikize mbingu zinasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi niamuke niambie Bwana,
Asante Mungu, asante maana nimeamka asubuhi, nimeamka nikiwa mzima na familia na jamii yangu. Yaani ni siku ya kushukuru Mungu the whole day. Hakuna maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na nikae nisikize Mungu anasemaje. Wakati mwingine hata anafunga hii Biblia, sisomi neno, siimbi, siombi. Nimenyamaza, I'm just meditating the word of God. Na yale wema wa Mungu yale mema ametenda. Je, kama Mungu sometimes umepitia kipindi umeomba, bado Mungu amekuweka mizani, atatenda. Kaa chini, ambia Mungu asante, maana kile kipindi kama ulifanya, na hata hii najua unaenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata hii Mungu, nimekuomba kazi, nimekuomba mke, nimekuomba amani, nimekuomba hii. Lakini kama ulinitoa kule, hata sina haraka. Asante Bwana. Asante Bwana. Maana najua unaenda kutenda. Asante Yesu. Kama ulinitoa kwa ile moto, kama uliniheshimisha, kama umenifanya chombo nikaokoka, kama umenichagua Bwana kwa wenye dhambi ukaniokoa. Asante Yesu, maana hichi unaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Nakaa tu, natulia. Mimi sometimes nakaa natulia, naambia Mungu, sina maombi mengi. Leo ni kumshukuru Mungu. Namshukuru tu Mungu. Mungu, wema wako, yale umetenda ni ajabu. Si mwanadamu alitenda, ni Mungu alitenda. Hata haya ninaona mbele yangu, naanza kuhesabu. Mimi sikuwa nizai, sasa niko na watoto 3. Huyo si ni Mungu? Mimi ni mama watoto 3. Huyo si ni Mungu? Bwana, mimi ulinitoa katika kifo, niko hapa. Sasa nilalamike nini? Hata haya yenye naona mbele yangu utatenda. Sina sababu ya kunungunika. Bwana asante. Hata siku 2. Bwana Yesu asifiwe. Na sometimes tunashukuru Mungu tu. Hata katika hiyo matatizo tunamshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Si rahisi, sometimes unainua kinywa machozi inatoka, sababu kile kipindi unapitia ni kigumu. Unasikia hata hiyo kusema asante, hiyo nguvu sina. Hata kuinua mdomo niambia Yesu niko hapa, sina. Ni machozi yanamwagika tu, ni machozi tu yanamwagika. Maana ni kipindi cha kulia. Lia itoke, lakini Mungu ujue, amini Mungu. Hata kama ninalia, hata kama ninaisha nasemwa, najua kuna mlango unatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mlango unatengenezwa katika maisha yako wapendwa. Kuna mlango Mungu anatengeneza. Shikilia imani yako tu. Shikilia imani yako tu, macho yako elekeza tu kwa Bwana. Endelea tu kuambia Bwana, hata kama ninalia, niko hapa bado nakusubiri. Najua ni majira yangu ya kulia, lakini ya kicheko yako karibu kufika. Yako karibu yanabisha, bado niko hapa nakusubiria. Bwana tenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana yote ni majira. Na kipindi ambacho unaenda kupata sasa baraka zako, naambia Mungu, na ikifika iwe ni yangu. Hakuna kuondolewa katika njia zangu za baraka niwekwe kando na karibu nafikia shetani achukue. La. Umeombea mume, umeombea mchumba, karibu unamfikia shetani na kuondoa mwingine ananyakua. Hapana. Ambia Mungu, wakati ukifika, Bwana iwe ni yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ukifika, nimeombea hii kazi sana. Wakati ukifika, Bwana iwe ni yangu. Shetani ni mkora na ni mjanja sana. Lazima ukiri kwa kinywa, na maandiko sema lazima. Ikifika Baba, muujiza wangu kama unazaliwa, niwe hapo ni uchukue mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mama mwenye ako na mimba, umebeba mimba miezi 9. Wa 9 unajifungua, mtoto anaondoka. Shetani anajua timing. Utalipa gharama shetani akule. Kataa. Yaani ulipe gharama na shetani akule, achukue baraka zako.
Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu akukutanishe na baraka zako. Shetani asipate, hata harufu peke yake asiipate. Bwana Yesu asifiwe. Nisomea Isaia 65 21 na 22. Isaia 65 mstari wa 21. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Yes. Maana kama siku ya mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu afurahie jasho lako. Bwana Yesu asifiwe. Utajenga na utakaa ndani ya hiyo nyumba. Haleluya. Utabeba hiyo mimba na utapakata mtoto wako. Utajenga hiyo ndoa kwa Mungu na utapata amani katika hiyo ndoa. Hakuna venye shetani atakuwa na uwezo ukiwa umesimama na ile andiko, unampiga na ile andiko. Kama mimi mwenyewe nimelitolea jasho na hii ni baraka Mungu amenipa, hana nafasi ya kuchukua katika mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zako ni za kwako. Haleluya. Lakini ni vile shetani huwa anaiona mbele. Yaani unapanda mzabibu, unakosa kula matunda yake. Mwingine anakuja anakula kwa niaba yako. Mungu asiruhusu hiyo ikakutokea kwa maisha yako. Mungu akusaidie ukule matunda ya jasho lako. Baraka alizoandaa mbele yako ukazipate wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo vipindi vyote umevipitia, alafu baadaye ghafla uone mwingine ameenda nazo. Utasikiaje? Yaani umeombea kitu kabisa, unaona hichi ni changu, umekiombea kabisa, unapewa, hata kwa maono unapewa, lakini ghafla shetani anakinyakua. Kataa kuchukuliwa na baraka zako. Bwana akwame na baraka zako hadi hiyo siku atakupea kwa mikono. Yaani shetani asikute baraka za ulie machozi kipindi cha kulia, kipindi cha kudharauliwa, kipindi cha machozi, kipindi cha matusi, alafu baadaye shetani achukue baraka zako. La. Bwana Yesu asifiwe. Ni kulia na machozi na ukiomba ukasema lazima hizi baraka zangu nizipate mimi mwenyewe. Ni benefit hizi baraka zangu mimi kama mimi. Si mwingine kukula baraka zangu, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Vingine ni kukataa. Mengine baraka zingine zishaachiliwa. Vipindi vyako vya kulia vishaisha. Lakini ni baraka zimezuilika tu, ni kuzidai. Bwana Yesu asifiwe. Kudai chochote kimeachiliwa katika ulimwengu wa roho changu na kikazuilika, kuna adui. Bwana kikanipata nikakipokee kwa jina la Yesu. Maana ni changu, kiliagizwa kwa sababu yangu, si kwa sababu ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lazima hiyo nyumba nikae. Kama nimeijenga lazima nikae. Bwana Yesu asifiwe. Si ni jasho langu na si ni Mungu amenibariki. Yes. Nasimama na maandiko, nasema lazima. Hata kama itanigharimu kukesha siku zote, hata kama itanigharimu kufunga, lazima hizo baraka nitazipokea. Siwezi lipa gharama, majira yangu ya machozi imeisha, nafaa nifurahie, alafu hapa katikati kupindulike. La. Bwana Yesu asifiwe.
Hayo ni majira ambayo mwanadamu lazima ayapite. Na wewe kama mwokovu umejua Mungu. Kuna wenye hawajui Mungu. Hawajui. Sisi changamoto ni ambayo inafanya tunatoka katika njia ya Mungu. Kusubiri. Wapendwa, kungoja si rahisi. Tusidanganyane. Bwana Yesu asifiwe. Hapo pa kungoja, ambia Mungu ngoja. Ngoja, ambia mtu ngoja. Atasema nitangoja paka lini? Yaani shetani atakuhubiria katika ngoja hapo paka atakuondoa. Lakini heri yule mtu anatambua Mungu ndiye nguvu za venye wameimba watumishi wa Mungu. Heri yule mtu anatambua Mungu tu ndiye nguvu zangu. Mungu tu ndiye kimbilio langu. Sina mwingine, Mungu tu. Bila yeye mimi sitaweza. Atakwama hapo. Shetani hawezi mhubiria. Hata kama ataona hivi sasa nakaa aje. Wewe unaenda kanisani hata kama atasemwa. Kwa nini unaenda kanisani kila siku, kila mara? Wewe hakuna muujiza. Wewe maisha ni yale yale. Heri yule mtu anajua Mungu ni nguvu zake. Atasema najua Mungu ni nguvu zangu. Sitabanduka katika hii njia ya Mungu. Nitakwama hapa. Najua ipo siku atatenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Atakwama hapo. Hakuna siku atasema na ni kweli. Na ni kweli venye wanasema. Ni kweli nimeomba sana. Hii kwenda kanisani nimelipa hii gharama sana. Leo acha nikose, kesho nikose. Hivyo ndo mtu amerudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapotambua nguvu za Mungu katika maisha yako, ukijua tu msalaba, macho yangu yako hapo Bwana. Ulisema yote yalikwisha, na naamini yote yalikwisha. Ipo siku Bwana hili limeisha, napata muujiza wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hata utajibizana na wao, utajua Mungu yuko na mimi mahali hapa. Maana ni majira yote. Hakuna siku maisha ya mwanadamu yatakuwa tu hivyo. Hapana. Lazima ushuhuda. Hata mimi nishuhudie. Hichi kipindi lazima hata mimi nitasimama na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Ni vipindi. Kama Yesu alijaribiwa, wewe ni nani usijaribiwe? Bwana Yesu asifiwe. Useme mimi naenda kanisani na napitia haya yote. Wewe ni nani usijaribiwe? Yesu mwenyewe, mwana wa Mungu, alijaribiwa. Maisha yake yote, after kufanya hiyo kazi yote, kuponya watu, kuhubiri neno, yaani hizo vipindi vyote amefanya, popote alikanyaga, alitenda, ilijulikana kuwa yupo Mungu anayeponya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwisho wake lazima ilikuwa ni mapenzi ya Mungu yatimie. Alipitia machungu makali. Ni Yesu, huyu Yesu tunayemwimba alipitia machungu makali. Wewe ni nani usipitie? Unasema kama Mungu hauniponyi, kama Mungu haunipei kazi, nimeomba sana mimi naenda. Yesu je, kama angejaribiwa? Bwana Yesu asifiwe. Yesu alijaribiwa, yeye mwenyewe alijaribiwa. Akaona kweli ni uchungu, akasema kama mapenzi yako, hiki kikombe, alikuwa anataka hicho kikombe kichungu kiondoke. Maana aliona kinamlemea, ni kichungu sana. Lakini juu ilikuwa ni mapenzi ya Bwana, lazima itimie, ilibidi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hata kama itakugharimu unuke, kama Lazaro ndiye akuja kufufue, itakunuka tu. Haleluya. Bora heshima yako na Mungu, imani yako na Mungu itunze. Ujue Mungu ndiye nguvu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, wewe ndio nguvu zangu. Usiniache niko hapa tu. Atakuja kukufufua alivyofufua Lazaro katika hicho kipindi chako. Bwana Yesu asifiwe. Mengine ni mapenzi ya Bwana. Anahitaji yani mpaka wewe mwenyewe usimame na ushuhuda. Useme hakika ni Mungu ametenda. Kama si Mungu jamani mimi ningekuwa wapi?
Leo hii ningeitwa nani? Mimi leo hii hivi ningesimama na maiki nikaongea, ningekuwa nilizikwa kitambo. Lakini kama si huyu Mungu kwa nguvu zangu, jamani, ningekuwa wapi? Ningeitwa nani? Haleluya. Ili mgharimu Yesu asulubishwe. Hata wale waliona matendo yake mazuri, hata wale walitambua huyu ni mwana wa Mungu, kuna wao waliomgeuka. Bwana Yesu asifiwe. Vipindi ilikuwa ni nyakati, wakati wake lazima asulubishwe. Haijalishi wewe ni mwana wa Mungu, lazima usulubishwe. Ndio hawa sisi tuokombolewe. Kabla yeye hatungekombolewa. So vitu zingine lazima ndio vingine viweze kuchipuka ndani yako. Lazima upitie, Mungu akusaidie uistahimili pale, ndio ukitoka vingine viweze kuchipuka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba, ni ombi langu moja, kuwa kama Yesu alisulubishwa akazikwa, lakini siku ya tatu nguvu ya Mungu, ile mawe haikuzuia nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ilibirigisha ile mawe. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa ni siku yake kufufuka na ijulikane ameshinda mauti. Bwana Yesu asifiwe. Na ni ombi langu katika changamoto yako ambayo unapitia, ikifika wakati ambao umefika sasa, hiyo uzito Mungu akuondolee. Hiyo mawe, hiyo uzito unaoisikia, unaona hapa siwezi, ichipuke. Ifike wakati wako uchipuke, uinuliwe. Yani ijulikane kweli huyu ni Mungu amemtoa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yani utoke na uzito mpaka waone huyu kweli ni Mungu amemtoa. Bwana Yesu asifiwe. Kama si Mungu huyu hangewezekana. Hapa hakuna mwanadamu amehusika. Maana kifo cha Yesu hakuna mwanadamu alihusika kufufuka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba kuinuliwa kwako, Mungu akuinue in a way that mwanadamu hajahusika, bali Mungu ametuma mtu. Hata kama ametuma mtu, ni Mungu mwenyewe amehusika, ndio aseme ni Mungu ameonekana katika kufufuka kwa kazi, katika kufufuka kwa ndoa, katika kufufuka kwa afya. Ni Mungu amehusika. Haleluya. Ni Mungu amehusika, si mwanadamu. Yani Mungu akuondelee hiyo uzito. Kipindi kifike ya kucheka, na kama ni kucheka ucheke, kama ni kuvaa uvae. Apostle anasema hata ukivaa vizuri watasema, usipovaa vizuri watasema, ukikula vizuri watasema, usipokula vizuri. Lakini sasa kipindi kimefika cha kucheka, umeinuliwa, vaa vizuri, wajue ni Mungu ametenda. Tembea vizuri, wajue Mungu ni ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani fanya vitu vya Mungu mpaka aseme huyu ni Mungu, si kiburi, ni Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe. This is God. Si mwanadamu, ni Mungu amefufua huyu mtu. Hatujaona nguvu ya mwanadamu hapa. It's just God has done it. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni Mungu amehusika. Yani inafika mahali unasema ni Mungu ahusike hapa. Imefika majira yangu, naingia kipindi cha kucheka. Yani cheka, yani ishi kufurahia. Si umelia? Si kimekuwa kipindi cha kulia? Timiza andiko, asema nimelia, wacheni nicheke. Nimepitia vita, wacha nipate amani. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa nimenyamaza sana, wacheni ninene. Biblia inasema nilikuwa nimenyamaza, kilikuwa kipindi changu cha kunyamazishwa. Na wacheni ninene, maana Mungu ametenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ishi na maandiko. Kilikuwa kipindi, mbona uko hivi? Kilikuwa ni kipindi changu hichi. Saa hii ni kipindi kingine. Wacha nitembee, wacha nivae, wacha nikule, wacha nienjoy ndoa, wacha nihudumu, wacha nihubiri, wacha. Haleluya.
Wacha. Yalikuwa ni majira. Hakuna majira yapo hadi milele, hakuna. Majira ya mateso hadi milele, majira ya machozi hadi milele, hakuna. Yakiisha futa machozi, futa machozi, futa, cheka, futa, jibambe. Bwana Yesu asifiwe. Wajua hata kwa hii nyumba wamefurahia this time. This time nini imetendeka? Kwa hii nyumba ni nini? Ni nini? Ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Ametenda. Kilikuwa kile kipindi cha machozi, ametenda sasa. Kilikuwa kipindi cha kulia, ametenda. Kilikuwa kipindi hatuna usemi, tumenyamaza. Wachani tunene uzuri wa Bwana, maana ametenda. Haleluya. Vipindi vya Bwana. Mtu wa Mungu kama ni amekuingiza kwa hicho kipindi, ambia Mungu neema yako itoshe. Nguvu yako ndio nahitaji. Neema yako initoshe. Nasonga lakini neema yako initoshe. Mwili dhaifu lakini neema yako initoshe. Hapa neema yako initoshe. Ukitoka ili nitosha neema. Sasa nafurahia nguvu za Bwana, nafurahia matendo ya Yesu kwa maisha yangu, nafurahia alivyofanya Bwana. Yatosha. Mungu akishaweka kikomo, imetosha machozi, sasa ni kucheka kuanzia leo. Imetosha kulia, sasa ni kicheko kuanzia leo. Imetosha mateso, sasa ni kucheka kuanzia leo. Imetosha utasa, sasa ni kucheko kuanzia leo. Amesema. Si mwanadamu amesema, ni Mungu amesema. Haleluya. Mungu ashasema. Nani apinge? Hata mwenye atasema mbona anacheka hivi, ashasema. Kama amesema nifurahie, wacha nifurahie, ashasema. Machozi alikomesha jana, wacha nifurahie, ashasema. Huwezi futa. Ashatenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama ametenda, fanya kulingana na maandiko. Cheka, pata amani, nena. Bwana Yesu asifiwe. Majira ya Mungu. Haleluya. Mungu si mwanadamu. Akaona ukalia ni amekuingiza kwa hicho kipindi. Anajua mwaka ujao na komesha hichi kipindi. Anaingia kipindi kingine. Haleluya. Huyu namkomesha hichi kipindi na muingiza kipindi kingine. Haleluya. Na vyote tunaenda na Mungu. Kwa wale waliokoka wanaomjua Mungu, kwa hizo vipindi vyote unaandamana na Mungu tu. Uko tu na yeye. Uko tu na yeye, uko tu na. Kwa kucheka unacheka ukisema ni yeye ametenda. Ni yeye ametenda. Ni yeye ametenda. Kwa machozi unasema hata hapa neema inanitosha, nitatoka na nicheke. Haleluya. Hayo ndio maisha ambayo mtu aliyeokoka, mtu anayetambua nguvu za Mungu, anafaa ishi maisha kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajatuambia atatutoa, atakuwa na sisi hapo ndani, lakini atahakikisha tumebeba ushindi. Maana yeye alishinda. Yeye alibeba bendera ya ushindi. Sisi ni zaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe. Tutashinda vita. Maana Mungu yuko upande wetu. Vita lazima tuvishinde. Na kicheko lazima ucheke. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wale tuliookoka. Na kunao wenye hawamtambui Mungu. Changamoto ikiwapata, wanavyodili nayo si kama sisi. Sisi tunajua tunadili nazo vipi. Katika machozi najua hapa ni Mungu. Na katika hii kipindi najua hapa ni Mungu. Anaendelea kukutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. That's the God you are serving. Hallelujah. Jitie nguvu katika Bwana. Yaani jitie nguvu. Hata kwa machozi, hata kwa, yaani jitie nguvu. Hicho kipindi ni cha muda tu. Si cha milele, ni cha muda tu kidogo. Mpe Mungu nafasi tu. Usipunguze imani yako. Yaani piga tu imani yako iongezeke. Uone huyu Mungu anavyotenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu
Mungu wetu si mwanadamu. Anakutazama tu. Anaangalia imani ya mtoto wangu inashuka inapanda. Katika hili tatizo bado ananiangalia ama anashusha macho? Bado imani yake inainuka, bado macho yake yako kwa kaza mwendo. Ambia Mungu, hichi kipindi sikuachi. Bado nashikilia pindo lako. Bado nakufa na pindo lako. Ipo siku nitashuhudia wema wako katika maisha yangu. Haleluya. Mungu atatenda. Utasimama hapa utashuhudia ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usijali umechekwa kwa muda gani. Usijali umeteseka. Usione familia yetu. Kwa nini mimi nilizaliwa tu kwa umasikini? Kwa nini nilizaliwa kwa hii familia? Kwa nini nilizaliwa tu kwenye wanateseka hata hawana chochote? Angalia macho yako, inua, angalie Mungu. Ambia Bwana, nitumie kama chombo, maana niko hapa nasimama kwa familia yetu kama Daudi. Bwana, nitumie imani yangu, nitasimama nikisema wewe, hata kwa haya mateso Bwana najua unaenda kutenda. Haleluya. Na Bwana atatenda. Hakika Bwana Mungu ni mwaminifu kwa wale wanaomwamini. Atatenda. Ipo siku atafuta machozi. Ipo siku. Usichoke kumtafuta Bwana. Usichoke kukuja kanisani. Usichoke kumtumikia Mungu. Usichoke mpendwa. Usichoke. Bado imani yako, angalia tu, bado hapa nakufia hapa. Kufia hapo hapo. Ambia Mungu, hapa ninakufia hapa hadi itendeke. Haleluya. Mungu atatenda. God will do something. Mungu atakusurprise. Alivyonitendea mimi atakutendea. Leo niko na watoto 3. Singezaa mimi. Nilikuwa nimedharauliwa, nikajidharau. Nikadharau wanaume, nikasema wanaume si kitu mbele yangu. Maana nilikuwa najua nitaishi peke yangu maisha yangu yote. Kwa kweli nilidharau wanaume. Nikisema hawa si viumbe. Maana mimi nimeumbwa nikiwa mwanamke na nitabaki mwanamke maisha yangu yote. Kumbe Mungu alikuwa na mipango mizuri kunihusu. Mungu ako na mipango mizuri kwako. Atabadilisha meza yako. Atabadilisha maisha yako. Tulia hapo hapo kwa Mungu. Hapo hapo imani yako kwa Mungu. Usimwache Mungu. Mungu yuko enzini bado. Anakusubiria wewe mtazame tu na imani yako ukaze kwake, na atakutendea wewe. Bwana Yesu asifiwe. God is a very faithful God. Mungu wetu anajua moyo wako. Anajua machozi ya moyo wako. Anajua mawazo yako. Anakujua zaidi ya mwanadamu. Na anaweza kubadilishia maisha yako. Enda na hili neno. Useme tu ni kipindi ninakipitia, lakini kumbe Mungu hajaniacha. Mungu ana mipango mizuri na mimi. Ipo siku ataniondelea aibu hii. Bwana Yesu asifiwe.